Lakini pia tuna swala hili la mbegu bora. Mheshimiwa Waziri amezungumza mambo ya mbegu bora hapa. Kwanza, mbegu zinazozalishwa ni chache na hazitoshi, lakini gharama yake ni kubwa sana. Tatizo la gharama limetatuliwaje? Mbona halijaelezwa kwenye hotuba yake? Kwa sababu wananchi wengi wanashindwa kununua mbegu kwa sababu ya gharama kubwa sana. Kilo moja unaambiwa 6,000, 7,000, 8,000. Nani atanunua? Kama mfuko kamoja ka kilo 2 unauziwa 10,000 na nani atanunua? Lakini pia kuna hili swala swala lingine ambalo ni kubwa sana Mheshimiwa Spika. Wabunge wenzangu wamezungumza hapa. Ni swala la bei, swala la masoko. Wananchi wetu wana tatizo kubwa sana la masoko. Na tatizo linalotupeleka kwenye masoko hapa ni kwa sababu tunauza mali ghafi nje ya nchi. Tutaacha lini kuuza malighafi katika masoko ya Ulaya? Tutaacha lini kuuza malighafi masoko ya China, India na sehemu zingine na kwingine? Na kwa nini tuendelee kuuza malighafi? Ni lini tutajenga viwanda vyetu wenyewe? Na kwa nini tusiamue leo na kukataa, Mheshimiwa Spika, kuuza malighafi nje ya nchi? Kuuza malighafi nje ya nchi, wananchi wetu wananyonywa bei, wananchi wetu hawapati kipato kinachostahili, ajira tunaziuza nje, Watanzania wanageuka kuwa manamba wa kufanyia kazi viwanda vya nje. Na kwa nini viwanda vya kimkakati tunaweza kujenga tu? Viwanda vya kimkakati shida kubwa ni mitaji. Baadhi ya watu, nani atakuja kujengea kiwanda hapa cha pamba wakati pamba anaweza kaichukua kwa bei ya kutupa, akaipeleka China, akaprocess, akakuletea nguo pamba ya shilingi 3,000, akaja kuguzia nguo ya shati la shilingi 50,000 na shilingi 100,000. Nani atakuja kujenga kiwanda hapa? Kwa nini tusifanye maamuzi kama tulivyofanya kwenye umeme, kama tunavyofanya kwenye miundombinu ya barabara, tukajenga viwanda hapa? Tunajenga kiwanda cha pamba kikubwa cha nyuzi, tukajenga kiwanda cha nguo, tukajenga kiwanda kikubwa cha korosho kwa kutenga fedha zetu wenyewe. Hata kama sisi serikali tusipoendesha, Watanzania wapo wa kuendesha. Tunajenga kiwanda kama ni cha bilioni 100, tunawakabidhi Watanzania waendeshe. Lakini pia tunaweza hata kuwapa mikopo ya masharti nafuu hata ya miaka 30. Tatizo liko wapi? Leo hii tungekuwa na viwanda vyetu, tusingekuwa tunapata mateso haya. Wananchi wetu wangenufaika kwa bei nzuri. Lakini tatizo hilo nalo lingine, Mheshimiwa Spika, ni ulinzi wa viwanda vyenyewe. Viwanda vingi vilikuwepo, vingine vimekufa, vingine vimefungwa na wawekezaji wengine hawatakuja. Moja linalotufanya viwanda vyetu viwe na changamoto kubwa ni mfumo wa kodi mbaya. Baadhi ya mfumo wa kodi mbaya, unsupportive taxation regime yetu haifanyiwi tathmini mara kwa mara. Unaweza kukuta kodi zingine zinafavor hata mazao ya kutoka nje ya nchi kuingia nchini yanakuwa exempted. Wazalishaji wa ndani wanapigwa kodi, wale wanaoingiza mazao hayo ndani ya nchi na bidhaa hizo ndani ya nchi wamesamehewa. Sasa atashindanaje mwenye kiwanda hapa ndani? Mheshimiwa Spika, atashindanaje? Hawezi kushindana. Kwa hiyo huu mfumo, na Wizara ya Kilimo nilitegemea wangeleta tathmini hapa ya kodi ambazo zina changamoto kubwa. Tuna changamoto kubwa sana kwa mfano kwenye maziwa, tuna changamoto kubwa sana kwenye ngano. Kodi ndani ya nchi, wazalishaji wanapigwa kodi, lakini wanaoingiza wamesamehewa kodi. Sasa nani atawekeza kiwanda ndani ya nchi yako? Matokeo yako tuna mfumo wa kufeva watu wanaoingiza bidhaa ndani kuliko wale wanaozalisha wakauze ndani. Hatuwezi kupiga hatua kwa namna hiyo. Lakini lingine ni ulinzi wa viwanda vyenyewe. Mheshimiwa, kwa njia yanaingia holela hapa bila kufuata utaratibu, hawalipi kodi, hawafanyi chochote, wanaingiza na kuuza mazao hapa. Ulinzi unafanywaje na Wizara ya Viwanda na Biashara? Ulinzi unafanywaje na Wizara ya Kilimo? Ulinzi unafanywaje na vyombo vyetu vya dola? Viko hapa, viwanda vinakufa kwa sababu ya kukosekana kwa ulinzi wa kulinda viwanda hivyo. Mheshimiwa Spika, sasa hata mipango yetu mingine sasa tunaanza tena wananchi wanahangaika kuuza hiyo malighafi. Tunaleta ushirika wa kuua wanunuzi wengine. Unatengeneza ushirika wa kwenda kuua wanunuzi wengine. Matokeo yake wananchi wanakopwa mazao yao hawalipwi, wengine wanapoteza kabisa fedha zao, wengine wanachelewesha kulipa fedha zao. Halafu kwenye kijiji kimoja anakuwepo wanunuzi wako 10. Unaenda kuamua awe mnunuzi mmoja, unaua ajira zote. Na waziri hapa kwenye hotuba yake anazungumza mambo ya ajira ya vijana, wakati mmeenda kuua ajira za vijana kwa kusamini ushirika peke yake na kuwaondoa vijana waliokuwa wamejiajiri. Kwa nini usiweke ushirika wenye pesa na vijana wanaonunua kivyao wakanunua, halafu wakashindana kwenye bei? Wananchi wataenda kuuza kwenye bei nzuri iliyo kubwa, eza ya ushirika au ya mtu wa kujitegemea.
tunategemea. Tatizo liko wapi? Sera zetu zinakinzana na tunachotaka kufanya. Asante sana Mheshimiwa Luhaga Mpina. Mheshimiwa Aida Kanani atafuatiwa na Mheshimiwa Lulida. Mheshimiwa Riziki Lulida. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kunifikisha siku ya leo niweze kuchangia wizara muhimu. Si kwa wananchi wa mkoa wa Rukwa pekee. Toka nimeingia kwenye bunge hili, Wizara ya Kilimo kila ilipowasilisha bajeti yake nimechangia. Toka nikiwa mbunge wa viti maalum. Mheshimiwa Spika, kabla sijaanza kuzungumza niwashukuru sana kwa sababu hotuba zao zote wanapowasilisha huwa zinakuwa nzuri. Ila shida inakuja kwenye utekelezaji wa hizo hotuba zao ambazo wanazileta ndani ya bunge. Mheshimiwa Spika, nitaanza na mkoa wangu wa Rukwa. Mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa mikoa inayozalisha zao la mahindi kwa kiasi kikubwa sana. Lakini leo mkoa wa Rukwa tunaliona zao la mahindi ni kama zao la laana kwenye mkoa wetu wa Rukwa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba ni mkoa wa Rukwa na mikoa mingine ya Nyanda za Juu Kusini na mikoa mingine Tanzania inayozalisha mahindi, ningependa kujua, hapa kwenye hotuba yako umezungumza kidogo sana Mheshimiwa Waziri, kama zao la mahindi ni zao ambalo kwa sasa mmekosa ufumbuzi wa soko, njoni na zao mbadala, wananchi waachane na mahindi. Wanatumia gharama kubwa kununua pembejeo na haiendani na bei halisi ya mahindi tunayolima sisi watu wa Nyanda za Juu Kusini. Mheshimiwa Spika, leo mwananchi anakwenda kuvuna tena mahindi ya mwaka huu wakati msimu uliopita mahindi yako ndani. Natambua kwamba serikali haiwezi kuwapangia bei, lakini ni wajibu wa serikali iliyopo madarakani kuhakikisha wananchi wake wanapata masoko. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo, ningependa wizara mnapokuja mtuambie ile mbegu ya mahindi inayotoka Zambia, kama mmeiona ndio mbegu bora, waambieni Watanzania na wakulima wa zao la mahindi wajue kwamba mbegu ile ndio inayostahili. Kwa sababu leo Mheshimiwa Spika, kama kweli wanafanya tafiti wizara ya kilimo, mbegu inayotumika na inayopendwa zaidi na wakulima wa Nyanda za Juu Kusini ni mbegu inayotoka Zambia. Leo wakiamua kufanya jambo lolote, mkumbuke kwamba tuko kwenye ushindani wa masoko. Mnategemea wakulima watakuwa kwenye hali gani wa Tanzania? Ni vizuri mkafanya tafiti na mje na mkakati wa ziada kwenye jambo hili. Na kibaya zaidi Mheshimiwa Spika, mbegu hizo zinapitishwa kwenye njia za panya. Serikali pamoja na kwamba wizara ya kilimo mnashirikiana na wizara mbalimbali, hapa kwenye majukumu yenu ni pamoja na kulinda hali ya wakulima pamoja na mbegu. Kwa hali ya kawaida Mheshimiwa Spika, kuna maazimio mbalimbali ambayo kama Tanzania tumeshiriki. Azimio la Maputo ya nchi za Afrika ya mwaka 2014 pamoja na nchi yetu ilishiriki, ambayo maazimio yalifanyika kwenye bara la Afrika, nchi zote za bara la Afrika. Katika maazimio hayo ilikuwa ni pamoja na kuweka mahususi sera za kilimo ambazo zitaenda kuondoa umaskini zetu. Na hayo maazimio ilikuwa ni kufikia mwaka 2025. Leo tuko 2021. Mheshimiwa Spika, nitatoa mfano tu kwenye utekelezaji wa bajeti. Miaka 5 mfululizo bajeti ya mwaka 2016-2017 ilitekelezwa kwa 2.22. 2017-18 11%. 2019-20 15%. 2020-2021 26.46%. Kwa maana hiyo miaka 5 imetekelezwa kwa wastani wa 19.3%. Mheshimiwa Spika, kwa maana nyingine miaka 5 wizara ya kilimo utekelezaji wa bajeti pamoja na kwamba tunatenga, lakini imeweza, ina maana ya kwamba 80.7% bajeti hii utekelezaji wake imeshindikana kabisa. Mheshimiwa Spika, tumekuwa na kauli mbiu nyingi. Kilimo ni uti wa mgongo, kilimo sijui ni kitu gani. Sisi hatuna shida na slogan. Tuna shida na utekelezaji wa kilimo. Na kama kweli lengo ni kuwasaidia vijana wa nchi hii, tunawezaje kutekeleza swala hilo kwa kupeleka fedha kama hizi kwenye maendeleo? Mheshimiwa Spika, pamoja na mambo mengine, mbegu hiyo ambayo leo kakaangu Mheshimiwa Mwagama alisema katika vipaumbele vyenu vya wizara kwamba ni vizuri mngeanza na masoko. Mimi narudia tena, katika michango yangu yote ya miaka yote, pamoja na kutafuta masoko, lazima tuwekeze kwenye utafiti kwenye swala la kilimo.
Hauwezi kutafuta masoko kama mbegu zako 60% ya taifa hili, Mheshimiwa Spika, ya mbegu tunaagiza kutoka nje. Haiwezekani. Tunaingiaje kwenye ushindani wa masoko kama mbegu ndio hizi 60% tunategemea kutoka nje? Tunaaminije wale watu wa nje watafanya sisi tukaongoze kwenye biashara, kwenye mazao tunayolima, wakati wao ndio wanatuletea sisi mbegu kwa 60%? Mheshimiwa Spika, natambua kwamba mnajitahidi, waziri na naibu wako, lakini mtajitahidi kama mnapewa fedha kufikia malengo ambayo tumejiwekea. Mheshimiwa Spika, pamoja na hayo, kupitia ripoti ya CAG kuna mambo kadhaa ambayo yamezungumzwa pale, na katika mambo hayo ni pamoja na udhibiti mbovu wa mbegu na pembejeo kutoka kwenye Wizara ya Kilimo. Sasa kama malengo ni kusaidia taifa letu, hatuwezi kushindwa kudhibiti tukategemea malengo chanya, tukategemea matokeo chanya kwenye taifa letu. Mheshimiwa Spika, ushauri wangu kwa serikali, ni vizuri kama kweli tunaamini kipaumbele kitakwenda kukomboa umaskini wa taifa letu, tuweke kilimo kama kipaumbele kwa kuwapatia fedha, pembejeo, lakini tukawekeze kwenye tafiti kwa kupima. Lengo tu ni kuondoa umaskini na kuwasaidia wakulima wa nchi hii. Lakini pia pamoja na hayo, Mheshimiwa Spika, wakulima hawa wana hali ngumu sana. Tunapozungumzia mikopo ya kilimo, hiyo benki ya kilimo, hebu mje siku moja mtuambie hapa, mikoa hii ambayo inazalisha sana, ni wakulima wangapi wamenufaika na mikopo hiyo inayotokana na benki ya kilimo? Mheshimiwa Spika, kuna danadana nyingi, lakini ukiangalia maneno kwenye hotuba mbalimbali inaonyesha kabisa fedha zinatoka, zinakwenda kwa nani? Mbona hatuyaoni matokeo kwa wakulima wetu kama kweli wanapewa hiyo mikopo? Kuna mazingira ambayo lazima tubadilishe. Pamoja na kwamba vipaumbele vinakuwa vingi, tuje na kipaumbele kimoja ambacho lengo ni kumkomboa mkulima na kumkomboa Mtanzania. Asante sana Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Asante sana Mheshimiwa Aida Henani. Hii bunduki hii ndio maana mzee kesi kumbe. Asante sana Mheshimiwa Riziki Lulida, tafadhali. Mheshimiwa Spika, nikushukuru sana na nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema alinijalia kunipatia afya njema na kuwaombea wabunge wenzangu. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tusimame kwa pamoja tuweze kuwasaidia wakulima ambao wengi wanahangaika na wakiwa katika mazingira magumu ya mafanikio yao. Msimamo wa wabunge kuwasaidia wakulima utainua uchumi na kumsaidia rais wetu katika kuleta maendeleo yaliyo ya kweli. Mheshimiwa Spika, mimi bado ni mtoto ambaye nimezaliwa katika zao la korosho. Korosho ndio zao la kwanza toka tumepata uhuru, kichukulia madini inapeleka tunaweza kupata pesa za kigeni. Kutoka mwaka 1961 tunapata uhuru mpaka mwaka 2017 zao la korosho lilichezewa danadana sana. Tulikuwa tunapata aizidi bilioni 141. Lakini mwaka 2017 baada ya kusimamia mifumo na kuona hapa tunapigwa, tuliweza kuuza korosho kwa dola milioni 530, tukapata trilioni 1.2, ikaitwa dhahabu ya kijani. Hii dhahabu ya kijani haikuja hivi hivi, ilikuja kwa kusimamiwa. Ujiulize, kwa nini tuweza kuleta mafanikio ambayo yalichezewa kwa muda wote? Pana kundi hapa linacheza na wakulima ambao hawataki mema wakulima. Mheshimiwa Spika, wakulima hawa unaowaona wanapalilia mashamba yao kwa hela yao, wananunua pembejeo kwa hela yao, lakini siku ya stakabadhi ghalani mabenki yote yako pale na wafanyabiashara wote wako pale, wanataka kuhakikisha mkulima huyu kazi aliyoifanya wao wanufaika zaidi kuliko wao. Haikubaliki. Haikubaliki Mheshimiwa Spika. Huu ni unyonge wametufanyia kwa miaka mingi. Nataka niwe mkweli Mheshimiwa Mwenyekiti, na ni Spika na ni mzalendo wa Tanzania. Kuna lugha wanazungumza wafanyabiashara wanaonewa. Mimi sikubali kama wafanyabiashara wanaonewa. Wanaonewa katika kilimo ni wakulima, sio mfanyabiashara. Kama tuliweza kunyonywa kuhakikisha tunapata bilioni 141 zaidi vis-a-vis ya trilioni 1.2, nani amemwibia mwenzake hapa? Aliyeibiwa hapa ni mkulima. Watanzania tufunguke. Hali ya uchumi wetu yote inayolima korosho, tulikuwa na viwanda. Viwanda vyote vimefungwa mpaka leo, hatujui mwisho wake ni nini.
tumemnyima ajira Makonde, tumemnyima ajira Mngoni, tumemnyima ajira Myao, tumemnyima ajira Mtwaliwale kwa ajili ya uhuni wa kibiashara, alafu mnasema wanaonewa. Nani anamuonea? Tuachane na lugha ambazo zinatufanya tuna paralyze katika akili zetu na mifumo yetu. Mfuko wa kwanza ilikuwa bilioni 97, macho yalianzia hapo. Baada ya kuona bilioni 97 pakaleta